بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Safar mwaka 1447, katika darsa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. tulifikia al-aslu athani, msingi wa pili, ay min al-usul athalathati, katika misingi mitatu tulifikia msingi wa pili. يجب على الإنسان معرفة 3 أصول. kabla tujaingia kuzungumzia msingi huu wa pili, yataka tufahamu kuwa ni wajibu kwa Muislamu kujua misingi hii mitatu. tukatangulia na al-aslu al-awwal, maarifatu al-abdi rabbahu, mja kumtambua na kumjua Mola wake mlezi. na al-musannif rahimahullah ta'ala akabainisha namna gani anavyotakikana Muislamu kumtambua Mola wake mlezi. tukazungumzia hayo. kadhalika akataja baadhi ya aina za ibada ambazo tumwabudu nazo Mola wetu mlezi, na kuwa ibada hizo hapelekewi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. kwa yote atakayempelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amefanya shirk, amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال هنا رحمه الله الأصل الثاني، أي من الأصول الثلاثة، katika misingi ile mitatu ambayo ni wajibu kwa Muislamu kujua. huu ni msingi wa pili, maarifatu dini al-islami bil adilla, kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. maarifatu dini al-islami bil adilla, kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. kwa ni wajibu kwa Muislamu kuutambua Uislamu, lakini pia bil adilla, ay min al-kitabi was sunna, kwa dalili katika Qur'an na sunna. liyakuna al-insanu ala basiratin min dinihi, ili mtu awe dini yake aifuata juu ya ujuzi na ilmu, kwa sababu yaogopewa kwa yoyote ambaye ataufuata Uislamu bila ya kuusoma kwa dalili. huyu aogopewa katika uhai wake wa dunia, kwa sababu atakuwa amwabudu Mola wake bila ya ilmu, kwa ujinga. na wengi katika ndugu zetu wameangukia katika bid'a kwa sababu ya kutoutambua Uislamu kwa dalili. bali wale walinganizi wa upotofu hujaribu kwa kila njia kuwazuia watu
wasiutambue Uislamu kwa dalili. La kushangaza, hutahadharisha haswa kutokamana na wale wanaowaambia watu kuwa wautambue Uislamu kwa qala Allahu qala rasuluhu. Wao husema kuwa hii ni mojawapo wa njia ambazo watumia mawahabi kuwapoteza watu. Subhanallah, yani watu kuwaambia Waislamu kuwa Uislamu watakikana ufahamike kwa dalili, waambie ona, hiyo ndio katika njia wanazozitumia hawa katika kuwapoteza watu. Ukisikia maneno yao mazuri wakwambia dalili, kisha wakatabikisha ile kauli kalimatu haqqin urida biha batil, kuwa neno ni haki lakini makusudio ni ya batil. Nyinyi lifanyeni kwa haki. Kwa mfano, waongozeni watu katika kuifuata dalili, hamna. Kesho kutwa mtawatia kwenye mabida, kisha wakiwauliza dalili, waona mawahabi ndio waliopoteza, wakawapeleka nyinyi katika kuulizia dalili. Hakuna kitu anachokichukia mubtadi' kama mtu kuwa mwerevu akamuuliza madalilu ala dhalika. Kama wewe ni ami, shika hii bakora, chukua, tukupa bure. Mtu yoyote anayekwambia jambo fulani fanya katika dini, muulize wapi dalili, wapi katika Qur'an na wapi katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tumeamrishwa kufanya hili jambo, na akupe dalili ya wazi. Sababu ukija katika swala tuna dalili, waqimu salata wa atu zakata, iko wazi dalili. Kisha utauliza, na hii swala kwani yaswaliwa vipi? Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha na akasema sallu kama raaitumuni usalli. Nasema hivi kwa sababu yako mambo mengine ya kiuzushi ambao huyo mtu ukimuuliza dalili wapi, aweza kukuviringa wewe. Kwa mfano, dalili ya maulidi ni ipi hiyo? Akamwambia qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Hapo mkamate, aliyeteremshwa hii aya nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tueleze, kama vile swala alipoambiwa aqimu ssalata, antufundisha kuswali. Ikiwa hii aya maana yake ni maulidi, hatueleze alisherehekea vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Najua atakupeleka wapi. Alikuwa wajua akifunga Jumatatu basi tosha, mimi pia nitafunga kila Jumatatu. Kuna lingine hili la twari hili na kuimbaimba na kucheza, alifundisha akulifundisha? Kaa pembeni, qala Allahu qala rasuluhu, basi hivyo utasalimika. Na lau kama watu wangetembea na misingi hii, wangewakaba koo mashekhe wa kikhurafi, naona mwaka huo biriani wasingezipata, wangezitafuta kwa njia nyingine, lakini si kwa njia ya kudanganya watu kuwa ni dini. Hii si dini, hii si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa asiyejua Uislamu kwa dalili aogopewa katika dunia yake kupotezwa, basi yatosheleza? La, bali wayukhsha alayhi ba'da mamatihi 'inda su'ali al-malakain idha sa'alahu fi al-qabri an yahsul lahu ash-shakk. Na pia aogopewa huyu asiyeusoma Uislamu akaufahamu kwa dalili zake, pale anapotiwa kaburini, malaika watakapokuwa wamuuliza maswali, huyu aogopewa kuwa aweza kushindwa kujibu yale maswali atakaulizwa na malaika. Na hili lina ushahidi. Nitawaeleza hadithi iliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inayoonyesha hali ya yule ambaye ameufuata Uislamu kwa dalili na yule ambaye afuata tu, watu wakienda kulia yuenda, kushoto yuenda. Tofauti yao katika makaburi yao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameieleza katika hadithi ndefu ya al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu wa arda. Na ndani ya hii hadithi ndefu Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza baada ya maiti kuwekwa kaburini, na hili tutapitia mimi na wewe
na yule, na kila mmoja wetu atapitia hili. Atakapowekwa kaburini, fatuadu ruhuhu fi jasadihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ile roho yake itarejea katika kiwiliwili chake. Lakini yale mafungamano ya roho na kiwiliwili katika hali kama hii sio yale ambayo ni ya hapa duniani. Haimaanishi ukimfukua basi atakuwa mzima aweza kutembea. Hii ni jambo la barzakh. Lakini hivyo roho yake itarejeshwa katika kiwiliwili chake. Wayatihi malakani, kisha watamjilia yeye malaika wawili. Fayujlisanihi, kisha watamketisha. Fayaqulani lahu, kisha watamwambia yule bwana, man rabbuka, man rabbuka, nani mola wako mlezi wewe? Fayaqulu la adri, sijui. Fayaqulani lahu ma dinuka, tamuuliza swali la pili, dini yako ni ipi? Fayaqulu la adri, sijui. Swali la tatu ataulizwa, fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, nani huyu bwana aliyetumilizwa kwenu? Fayaqulu la adri. Katika riwaya, sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu, sijui mimi, na wasikia watu wasema na mimi nikasema, lakini sijui. Alikuwa hana dalili katika kile anachokifuata, ajiendea tu. Watu wakikufuru wakufuru, watu wakienda kwenye shirki huenda, hajui yeye. Kisha kuna ile lugha ambayo si nzuri ambayo yatumika na baadhi ya ndugu zetu, shauri yake atapata dhambi yeye, sisi tumfuata tu. Wewe wafuata tu kipofupofu hivi. Ama ndio wale ambao wanapoambiwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema hivi na mtume wake sallallahu alaihi wasallam amesema vile, utawasikia kuanzia babu zetu sisi tulikuwa hivi hivi, hatuyajui ya mambo. Mmoja nyinyi watoto wa juzi na jana kutuletea, hamjawasikia wakisema hivyo? Wasema kutoka mfungue mato mimi naona hivi, unkuja wewe utaka kutuletea mapya? La adri, ndio hawa. La adri, mimi sijui bwana, naona babu zangu wakifanya, naona watu wasema, mimi pia nasema tu, lakini kwa sijui chochote. Fayunadi munadi minas samaa an kadhaba, atanadi mwenye kunadi kutoka juu kwa huyo muongo. Faafrishu lahu minan nar, mtandikieni chini yake tandiko la moto. Waftahu lahu baban ila an-nar, na mfungulieni mlango wa motoni. Fayatihi min harriha wa samumiha, kisha ule ujoto wa ule moto wa jahannama utamjilia akiwa kaburini, na upepo moto wa jahannam utakuwa wamfunika huyu mtu na kumfikia. Wayudayaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, kisha lile kaburi lake litafinywa mpaka mbavu zake zitapishana, finywe kabisa. Wayatihi rajulun qabihul wajhi, kisha atamjilia mtu mwanamume ana sura mbaya sana. Yani wewe fikiria mtu yuko katika hali ya dhiki kama hii, kisha amjilia mtu katika sura mbaya, qabihu thiyab, muntinu rih, nguo yake mbovu, ana harufu mbaya. Fayaqulu abshir billadhi yasuuka, na kupa bishara ya yale yatakayokuudhi na kukutia dhiki zaidi. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ndio ile siku ulikuwa umeahidiwa, ndio leo. Fayaqulu man anta, yule maiti yule atamwambia wewe nani wewe? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisharri, sura yako tu wewe unavyokuja wewe ni mtu wa shari. Wewe niona na dhiki zangu humu mmebanwa, kisha juu yake unaniambia tena nakubashiria mabaya zaidi. Hana huruma. Nani wewe sura mbaya wewe?
na sura yako kuleta shari hapa. Fayaqulu ana amaluka alkhabith, wa nisahau mimi ndio yale matendo yako maovu ulikuwa ukiyafanya duniani, mimi hapa ndo mimi. Fayaqulu rabbi la tuqim as-saa, huyu bwana kwa kuwa ajua kule akhira kuna adhabu kubwa zaidi, amuomba Allah asisimamishe kiyama. Huyu ndiye yule ambaye hataki kuijua dini yake kwa dalili. Hii ndio hali yake. Ama huyu ndio kafir, kamkufuru haswa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafi man ya'rifu adillata dinihi min alkitabi was sunna, kinyume na yule anayejua dalili za dini yake katika Qur'ani na Sunna. وكان على القول الثابت على التوحيد في الدنيا عاملا بالدين, akawa katika kauli iliyo imara katika tauhid hapa duniani, aitendea kazi dini yake. Huyu ni zaidi kuwa atawajibu wale malaika kwa kuambia rabbi Allah wa dini al-islam wa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo katika hadithi hii ya al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu tulitangulia kuitaja sasa. Ndani yake pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza hali ya huyu aliyefaulu, fatuadu ruhuhu fi jasadihi, roho yake itarejeshwa katika kiwiliwili chake. Fayatihi malakani, kisha malaika wawili watamjilia. Fayujlisani, wamketishe yule bwana. Fayaqulani lahu man rabbuka, na katika riwaya yule bwana kwa namna alivyopewa thabati na utulivu na Allah, atawaambia wale malaika da'uni hatta usalli rak'atayn, nipeni nafasi ni swali rak'a, nitawajibu swaleni. Fayaqulani lahu innaka sataf'al, utafanya hivyo lakini mwanzo tujibu. Yani ana utulivu kabisa, hana wasiwasi kuwa tajibu, sababu aliishi katika tauhid, aliishi katika dini yake kuifuata, aliishi katika qala Allahu qala rasuluhu. Hakuishi na watu ambao kesho wampeleka kaabudu makaburi, kesho kutwa wampeleka kwenye bid'a, kesho kutwa wampeleka kwenye kitu gani, yeye yuendao tu, kila akiambiwa mahali yuenda tu, akiona watu wengi basi afurahi, tuko wengi. Lakini kaburini utaingia peke yako, utaingia peke yako. Hao wengine wote innahum lan yughnu anka min Allah shay'a, hakuna yote atakayekufaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaingia peke yako kaburini. Huyu bwana atakapoulizwa man rabbuka, fayaqulu rabbi Allah, mola wangu mlezi ni Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka, fayaqulu dini al-islam, dini yako ni ipi? Dini yangu ni Uislamu. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, huyu bwana aliyetumilizwa kwenu nani? Fayaqulu huwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni mtume wa Allah, nasallallahu yaj'alna minhum, ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, hapa sasa wamtambua vipi wewe, wajua vipi hayo, ilmu yako iko vipi? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, nimesoma kitabu cha Allah. Billahi alaikum, kama wewe hujui kusoma Qur'an wala hujishughulishi kusoma Qur'an, hili swali utalijibu vipi? Wewe hujui kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wala hujishughulishi wewe kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakati wako watu wamejitolea tayari kukusomesha, wako tayari kukaa chini kukusomesha wewe. As-salafiyun ahli sunna wana huruma na mujtama. Usikae ukawa illiterate katika kusoma kitabu cha Mola wako, ili utasema nini qara'tu kitab Allah, wakati wewe hujui kukisoma wala ukifuata kitabu cha Allah. Wakati wewe unapoambiwa qala Allahu qala rasulu, ndio sema waona wale watu wa fitna bwana, wakija wajifanya qala Allahu qala rasulu wale. Huyu aliyefaulu asema maneno haya, wama ilmuka, fayaqulu qara'tu kitab Allah faamantu bihi wa saddaqtu, nilisoma kitabu cha Allah nikakiamini na kukisadiki. Fayunadi munadin fi as-samaa,
atanadi mwenye kunadi kutoka juu, an sadaqa abdi, amesema kweli mja wangu, huyo ni mkweli. sallallahu alaihi wasallam minhum. Fa afrishuhu min aljanna, mtandikieni katika tandiko la peponi. Wa albisuhu min aljanna, na mumvishe vazi la peponi. Waftahu lahu baban ila aljanna, na mfungulieni mlango wa peponi. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha, ule upepo, harufu nzuri ya pepo utakuwa umpiga bwana, raha, pata harufu nzuri. Sio kila anayekufa apata tabu bwana. Kuna watu wenda kupumzika na dhiki zenu wengine, yani hapa alipata dhiki za watu aina mbalimbali, pale alipokufa alhamdulillah haoni tena dhiki ya hawa watu. Kuna kufaru, kuna nani na watu mbalimbali, yeye ni mustarih, aenda kupumzika bwana. Amepambana katika hii dunia na amali njema, amepambana katika kutafuta ilmu na manfaa na yeye, amepambana katika kukisoma kitabu cha Allah na kukifuata na sunna ya Mtume sallam na kuifuata. Kwa hivyo amestahili, Allah akamrehemu kwa hilo, afunguliwa milango ya peponi, apata harufu ya pepo. Wayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kisha afunguliwe, akunjuliwe katika kaburi lake upeo wa macho yake. Yule amepewa dhiki, yeye afunguliwe. Qala sallallahu alayhi wasallam, wayatihi rajulun hasanul wajhi, kisha ajiliwa na mtu ana sura nzuri, mwanamume ana sura nzuri, hasanu thiyab, na nguo zake nzuri kabisa, pendeza kabisa. Tayyibu rih, tena ana harufu nzuri, harufu nzuri sana. Na mtu yeyote hata hapa duniani apenda kukaa na mtu aina hii, ana nguo nzuri, harufu yake nzuri. Sio keti na mtu akifanya Allahu akbar, hata kwenye swala Allahu akbar wafanya subra tu kweli. Hebu kuna watu wengine bwana watakana mjiangalie, haya matatizo haya ya kikwapa haya mtie. Kuna madawa wanunua deodorant kama ni ile jiwe la shabo, usiwaudhi wenzako. Sasa kuna wengine wako namna hiyo, alafu oga, safishe, nunua hata kama uturi ule wa shilingi 100 pia ule ukitemia swala wanukia, ukimaliza swala ushaisha pia, angalau kumuudhi mwenzako. Usifahamu kuna ule uturi wa shilingi 100, akwambia miski ile wapaka, angalau kabla ya swala, angalau ile time ya swala unukie, kisha swala salamu alaykum pia ile inkwenda salamu alaykum, lakini unukia angalau. Unaona haya? Sasa ajiwa huyu yuko kaburini, ajiwa na mtu ana sura nzuri, ana nguo nzuri, ana harufu nzuri, na yeye yuko katika hali nzuri, maana yeye mwenyewe yuko katika hali nzuri. Akimuona yule mtu yuaje katika hali kama hii, fayaqulu, kisha yule bwana yuaje amwambia maneno mazuri, abshir billadhi yasurruka, ampa bishara kwa kile kitakachomfurahisha. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ndio ile siku uliokuwa umeahidiwa. Baada ya kufanya uliyofanya katika khairi, leo ndio walipwa hivi. Fayaqulu lahu man anta, huyu mu'min mwema atamwambia yule bwana, wewe ni nani? Fawajhuka alwajhu yaji'u bilkhair, uso wako ni uso wa mtu anayekuja na khairi na bishara njema. Fayaqulu ana amaluka salih, mimi ndiyo matendo yako mema uliyoyafanya kule duniani, ndiyo mimi. Kwa hiyo wewe chagua mwenyewe rafiki unayetaka kukaa naye kaburini, yule wa kwanza au huyu wa pili. Wewe ndio sasa hivi waamua kwa matendo yako wataka mtu wa aina gani katika hawa wawili akujie. Fayaqulu, yule bwana kwa furaha atakayokuwa nao atasema, rabbi aqimis saa, ewe Allah mola wangu simamisha kiyama, hatta arji'a ila ahli wa mali, mpaka nirudi kwa jamaa zangu na mali yangu. Aona ameandaliwa kule, atakwenda kwenye mali yake ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika sababu ya thabati ya kuwa imara katika maswali haya utakaoulizwa kaburini
معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به. kuijua dini ya Allah kwa hujja za Qur'ani na Sunna na kutendea kazi. Basi utakapofanya hivyo, basi biidhnillah ta'ala wewe uko salama. Muona umuhimu wa usul thalatha. usul thalatha kitabu adhim jiddan, kitabu adhim jiddan. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دين الإسلام، وإن شئت فقل الإسلام، دين وإسلام أو وكتاب وإسلام. وإسلام النين هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا. نمجا kujisalimisha kwa Mola wake mlezi, kujisalimisha kwa kisheria. kwa kisheria maana yake nini? Nasema wadhālika bitawhidillahi azza wa jalla wa ifradihi bilibada, nao ni kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. wa hadha alislam huwa alladhi yuhmadu alayhi alabdu wa yuthabu alayhi, na uislamu huu ndio uislamu anaosifiwa mja akipambika nao, na ndio atalipwa nao kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. kwa sababu alistislam, kujisalimisha, kuko kwa namna mbili. kuna alistislam ambayo waingia ndani yake mu'min, kafir, fajir, wote waingia ndani yake. kupi huko? kujisalimisha kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote katika huu ulimwengu atoka nje ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, apende akataye. Kwa mfano homa na maradhi yanayokujia, waweza kusema sikubali nimekushikwa na homa, waweza zuia? Azuia, nguka hapo watu wakakucheka. Kwa sababu hii ni qadar, huwezi kuizuia. Hakuna yoyote duniani, hata in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abda. Wewe ni mja wa Allah, upende ukatae. Hata ukachukua maiki ukaweka jispika kubwa nje, mimi nasema hakuna Mungu, sisi tutakuona mjinga tu wewe, sema mpaka uchoke, lakini hutoki nje ya mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha, penda usipende, lazima utajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye anayepeleka huu ulimwengu. wa ilayhi turja'un, na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea. Kwa hili hasifiwi nalo mja, kwa sababu hana budi nalo. ndio hapa Sheikh akasema amma alistislamu alqadariyu fala thawaba fihi, ama kule kujisalimisha kwa qadar, kule hakuna thawabu, kwa sababu hauna budi. liannahu la hilata lilinsani fihi, sababu binadamu hana hila katika hilo. lakini sasa kuna huku kujisalimisha kisheria, bimaana ukafuata maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku ndiko unakosifiwa nako na kulipwa thawabu nako. هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال الشيخ ابن عثيمين: وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وكتكليز maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo. لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. sababu taa iko namna hii. Taa ni kutii katika amri kwa kuitekeleza, na kutii katika makatazo kwa kujiepusha nayo. yote mbili ni taa. Kujiepusha na makatazo ni taa, kama vile kufanya maamrisho ni taa. Allah alipokuambia usifanye jambo fulani ukakomeka, umemtii katika hilo. Amekwambia fanya jambo fulani ukalitekeleza, umetii katika hilo. walbaraatu min ash-shirki wa ahlihi. البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه ويتخلى منه, ajitenge mbali kabisa na shirki,
ajisafishe nafsi yake kutokana na ushirikina. Wa hadha yastalzimu albara'ata min ahli, na hii yalazimiana na nini? Yalazimu kujiweka mbali na washirikina. Qala Allah ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Angalia hapa, inna bura'a'u minkum, ay min ahli shirk, sisi tumejiweka mbali na kujitenga na nyinyi washirikina. Kisha wa mimma ta'buduna min dunillah. Kwa hiyo haitoshelezi wewe kusema kuwa mimi sifanyi ushirikina, nimejiweka mbali na shirki, na watu wa shirki pia ujiweke mbali na wao, uwatenge na kujiweka mbali na wao. Minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kajiweka mbali kabisa na hawa watu na vile wanavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Ibrahim kafarna bikum, wakawakanusha kabisa. Wabada bainana wa bainakum al'adawatu walbaghdha, wazi kabisa uadui baina yetu sisi na nyinyi uko wazi kabisa, na chuki, hatuwezi kuwa sawa na nyinyi abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Mkija katika tauhid sawa, ama sivyo la, sisi tuko mbali na nyinyi, tumejitenga. Hivi ndivyo Ibrahim alayhi salatu wassalam alivyotangaza, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha sisi tumwige Ibrahim kuwa ni uswatun hasana. Yeye na wale waliokuwa naye ni uswatun hasana, tumwige Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kadhalika tuwaige wale waliokuwa na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sasa hivi kuna Uislamu tofauti na ule Uislamu alioleta Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallam, unaotaka kutengenezwa. Wakachukuliwa baadhi ya watu, miongoni mwao ni Al-Jufri, wakachukuliwa na Wamarekani, hao watengeze Uislamu kando katika ile muasasa inaitwa Rand. Wakachukuliwa makhurafi, eti hao masufi ndio ule Uislamu wakati na kati. Na hao wasema wenyewe, si ati nawasingizia, wasema wenyewe. Izairi ni khurafi mmoja yuko Sudan, yeye akasema waziwazi, akasema sisi tumeitwa Congress wa kunna fi safi al-awwal ana wa akhi al-Jufri, Ali al-Jufri fi safi al-awwal, wa usdira qararan amrikiyan anna as-sufiyya hum al-muslimuna al-mu'tadilun. Ma sha Allah. Marekani akasema hawa ndio Waislamu ambao ni wakati na kati. Waislamu wakati na kati ni hawa masufi. Kisha wakapewa ule Uislamu huo wao waondoa ukuta unaoitwa alwala walbara kwa ajili ya Uislamu. Na ndio maana mkamuona Ali al-Jufri akizungumza, na nyote mshamsikia pengine akisema ana uhibbu al-yahud, mimi nawapenda mayahudi, ana uhibbu al-yahud. Bali akasema yeye wapenda makafiri wote, budhia, al-yahud wa nasara na wengineo, yeye wapenda wote. Kwa nini bwana? Akisema hivi awapenda, alafu yawekwa kama mziki hivi wa kusikitisha, taarif, yani alegeza hivi, yani wewe ukisikia uchukuliwe emotionally. Unaona? Sasa hii al-Islam al-cute hadha, wataka cute muslim, Muislamu yani ana kama paka pusi, yule pusi, paka pusi yule, mjua yule paka na manyoa, na ukimwona umhurumia, mshika maskini yule paka, haumi hapa puri, akimwona panya mwacha iwapita kweli. Siwa ndo yani wakutaka uwe hivyo, yani cute, unaona? Kisha sema yeye kwa sababu huyu si anaumbwa na Allah, kwa nini nimchukie? Lakini ushasoma Qur'an, qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin.
Sasa Allah aliyewaumba asema yeye hawapendi, innahu la yuhibbul kafirin, hakika yeye Allah hawapendi wanaomkufuru. Ushasoma katika Qur'an, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Na hili leo tuliona kwa macho yetu, namna Mayahudi wanavyowafanya ndugu zetu kule Gaza. Sasa huyu asema, lakini sasa ndio tukauliza siku zile, kwani Ibilisi anaumbwa na nani? Ibilisi anaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo pia hapa sema ana uhibbu Iblis, si Mayahudi peke yake. Usimdhulumu Ibilisi pia kwa madhehebu yenu pia mtie Ibilisi umpende, basi si haijatosha. Ana uhibbu Abu Jahal wa Abu Lahab, ana uhibbu Firaun. Pia Firaun ni kiumbe wa Allah, Allah ndiye alimuumba. Alafu wewe fikiria, huyu Al-Jufri huyu, ushawahi kufikiria angesimama hivi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mbele ya kina Abu Bakar na Umar, kisha aseme ana uhibbu al-yahud, huyo atakuwaje? Hebu muulize billah alaikum, angesimama mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ushawahi kutasawwar yani masahaba wako hai, Mtume sallam yuko pale amekaa, kisha akaja akasema ana uhibbu al-yahud? Hata bin Salul pia kusema hivyo, amficha. Abdullah ibn Ubay bin Salul mwenyewe amficha hiyo, hakusema, hakudhihirisha, kwa adhihirisha Uislamu, aficha hayo mambo yake. Wewe uko wazi bwana hivi, wazi wazi jamaa, yani mtupangia wazi hivi vya watu waona wazi, alafu uje huku wakakirimiwa wakainuliwa juu. Ana uhibbu al-yahud wa mkirimu wewe. Mtu asema neno kama haya, wapi na wapi na Uislamu? Aina albara'atu min ash-shirki wa ahlihi? Iko wapi kujiweka mbali na ushirikina na washirikina? Iko wapi? Wallahu almusta'an. Lakini hiyo ndio hali. Kwa hivyo takana mchunge sana. Na tukisema hivi haimaanishi kuwa umdhulumu Myahudi ama umdhulumu Mnasara. La, tuzungumzie hivyo. Masala ya uadilifu ni kitu kingine, masala ya mahaba kwa ajili ya dini ni kitu kingine. Wala hatujasema kwa jirani yako akiwa ni Myahudi nenda kampige shoka. La, mfanyie wema kama jirani yako, huenda Allah akamvuta katika Uislamu. Lakini ndani ya moyo wako wewe wajua kuwa huyu si mtu wangu, huyu ni adui yangu. Hilo liko katika moyo wako. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Iko wapi hii aya? والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.